Lakini moja la msingi sana, kwamba tumesema na tunaomba ili tusisitize, na kila tutakapokutana tutaendelea kuzungumza, tutaendelea kukumbushana, kwa sababu huu ni wajibu wetu. Tutaendelea kukumbushana kwamba mwaka huu ni mwaka wa kufanya nini? Wa kuinusuru Zanzibar. Na hapa kwa watu wa Micheweni sina kazi kubwa sana ya kuzungumza, kwa sababu watu wa Micheweni mmetangulia kuonesha kwa vitendo kwamba mmefahamu, mmeonesha kwa vitendo kwamba mko tayari. Vitendo vipi? Dalili yenu, ujumbe wenu, maneno ya vijana. Mmetuma ujumbe kwa kutumia tulipopita kwenye zoezi la uandikishaji. Siku zote uandikishaji huanza Micheweni, kwa sababu wanawajua. Huku ndo wanakokuja kujaribia namna ya kufanya udanganyifu. Huku ndo wanakokuja kujaribia namna ya kuja kuwadhulumu watu, kuja kuwavunja moyo watu wasende kujiandikisha. Lakini mara hii mkawaambia, fanyeni vituko vyenu, fanyeni ghilba zenu, vidole visisome, lakini tutakwenda, tutajitokeza, na sisi tuwashukuru sana kwa kazi hiyo ambayo mmeifanya. Na hii ni kielelezo kwetu, lakini kielelezo kikubwa zaidi kwao, kwamba mko tayari kwa safari, na kwamba mara hii hakuna utani. Mara hii hichi ni kitabu kipya tunachokifungua. Kitabu cha zamani tumekifunga, tunashukuru kwamba kilitupitisha kikatufikisha tulipo. Lakini sasa mwaka huu tunafungua kitabu kipya ambacho kinasemaje? Kwamba ujinga sasa, ujinga sasa. Naam. Sasa kitabu hicho ndio ambacho tumekifungua, na ndio kitabu cha mwaka huu. Kwa nini tunataka kuinusuru Zanzibar? Au wajibu wetu? Makamu mwenyekiti kaeleza kwamba sisi shida yetu ya kwanza, sisi hatufanyi siasa za vyeo. Wazee wetu walioasisi harakati hizi hawakuwa na shida za vyeo. Vyeo walikuwa navyo. Mzee wetu Maalim si alikuwa waziri kiongozi? Sasa alitaka nini tena? Na wenzake alikuwa hakuwa waziri, alikuwa mkuu wa mkoa, au alikuwa na nafasi katika serikali, alikuwa na cheo. Binafsi yangu mimi nilikuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Mwanasheria mkuu ndiye anayelipwa mshahara mkubwa kuliko mawaziri wote. Hamna habari hiyo? Basi ninawaambia, mwanasheria mkuu naye ni mjumbe wa baraza la mawaziri, ni mjumbe wa baraza la wakilishi. Lakini ndani ya baraza la mawaziri, ukiachia rais na makamo wa rais, mwanasheria mkuu ndiye anayelipwa mshahara mkubwa zaidi. Na mimi niwaambie, wakati ule nilipokuwa mimi mwanasheria mkuu, sijui sasa, lakini mwanasheria mkuu akilipwa mshahara mkubwa zaidi kuliko makamu wa rais. Hiyo ndio habari. Hiyo ndio habari. Lakini lilipokuja suala la nchi, tukasema no, haiwezekani. Hii ni dhamana, hii ni amana. Hii dunia tunapita.
na kwa sababu tumeona mfano wa viongozi wetu na wazee wetu, sisi walituambia, walituhusia kwamba bora ukhalifu, bora kama ni kuiba, uibe shilingi 1000 ya mtu mmoja kuliko kuja kuiba shilingi 1 ya watu 1000. Ina hasara kweli kweli. Sijui kama mmefahamu falsafa yake, kwamba bora umuibie mtu mmoja shilingi 1000 kuliko watu 1000 kawaibia shilingi yao 1, kwa sababu jambo la watu ni dhamana kubwa, ni amana kubwa sana. Sasa leo kwa sababu wewe unataka uwe na sheria mkuu ambao pamoja na kusema yote hayo lakini hautimii sanda yako, kwa sababu sanda si kitambaa, sanda ni amali unazokwenda nazo akhera, ndio sanda yako, kwa sababu amali zako ndio zitakazostiri roho yako iliyotangulia kwa Mwenyezi Mungu. Kile kitambaa kinasitiri ule mwili tu unaokwenda kufukiwa. Tunafahamiana jamani? Amali zako, mizigo yako uliyoichukua, hiyo ndio sanda, kwa sababu hiyo ndio inausitiri nini? Roho iliyotangulia kwa Mwenyezi Mungu, na ambayo ndio itakayokwenda kukuingiza kwenye moto au kwenye pepo. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatuambiaje? Kad aflaha man zakah wa kad khaba man dasa. Hapa anazungumzia nafsi Mwenyezi Mungu. Hapa anazungumzia nini? Nafsi. Kaapa nayo na akasema kwamba kaiumba na kaiongoza, wa nafsin wa ma sawa fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Watajua wapi kwamba Mwenyezi Mungu kaiumba nafsi akaiongoza jema lipi na baya lipi? Na ndio maana akatwambia kad aflaha man zakaha wa kad khaba. Aliyefanikiwa ni nafsi yake iliyokuwa haikumtawala, kainyoosha, imenyooka. Na mwenye hasara ni aliyekuwa katawaliwa na nafsi yake, akaiachia ikapotoka, naye akapotoka. Huyu ana hasara. Sasa na sisi ndugu zangu, wajibu wetu wa kwanza ni nchi yetu. Sisi hatuna nchi, tumefanyiwa ghilba, tumefanyiwa hadaa, tumefanyiwa hila, nchi imechukuliwa. Wewe utakuwa na nchi gani ambayo haina mamlaka katika mambo 40? Unasikia wewe kwamba sijui tunajenga bandari, lakini nenda kwenye katiba, bandari jambo la muungano, mapato jambo la muungano, utafiti, elimu ya juu, yote haya wewe. Halafu hawa walivyokuwa na hashuo CCM, utasikia wewe unataka kutoa nchi, muulize nchi iko wapi wewe? Sasa hawa wenzetu wao, hawa wakishakupewa hata punje 2 za mtama zinawatosha. Hawa ulafi wao umeingia kichwani. Ndio tunaosema hawa ulafi wao kama paka shume. Maana paka shume msifikiri anakula watoto au vipi? Paka shume anakwenda akawaua. Mama yule arudi kwenye joto apate kitu kidogo. Kina mama mnanifahamu? Mama akinyonyesha paka, baba hapati kitu, huja akachungulia tu, akaambiwa hapa bado, akaambiwa hapa.
Sasa huona isiwe fitna, isiwe zogo, wacha watoto ni waue mimi nipate kile kitu. Ndio maana akikidai huwa zogo mtaa mzima nyote mtasikia, kwa sababu kakipata kwa njia ya dhulma. Na hawa ndio hivyo hivyo, wamekuja 20 wameua watu 21, 17 Pemba, mkoa huu wa Micheweni, jimbo la Konde pale, wameua mtu anakaacha watoto yatima 18. Wametuachia yatima 37. Vizuka 14. Watu waliopata ulemavu wa kudumu 18. Ajabu ya watu hawa Mungu alivyo. Ukiyasema haya eti ndio wao wanakasirika, wananuna. Manake unaeneza chuki. Hala. Hawa watu hatari jamani, lazima tuwaogope. Yaani binadamu anayeua, kuua kwa kesi tatizo. Tatizo lake ni nini? Tatizo lake ni yeye kumwambia umeua. Lakini ubaya wa watu hawa ndugu zangu, ubaya wao wa kwanza huu kaueleza makamu mwenyekiti, kwamba nchi imechukuliwa, hatuna nchi, tunaipambania, wao hawana habari. Ndio kwanza ndio tunaosikia jana sherehe za Muungano wanasifia. Na wanasifia kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anajua akisifia, akikubali ya mabwana zao, ataendelea kuwa na cheo. Kwao mila zao ni cheo, amali yao ni cheo, ibada yao ni cheo, maono yao ni cheo, na wanachokitafuta ni cheo. Sisi hatutafuti vyeo, tunatafuta nchi yetu. Kwa hiyo ndio msingi wa harakati hizi. Ndugu zangu, la pili tunalosema, sababu ya kusema lazima tuinusuru nchi yetu, tunachotaka tuinusuru nchi, haiendeshwi kwa dhulma namna hii. Yote hawa waliofanya ndugu zangu, watu hawa sisi tumewafata, tukawaambia basi angalau nendeni mkawafariji wale waliouliwa, mkawafariji watu wao, mkawafariji wale yatima, mkawafariji wale vizuka, ili watu wapate moyo, waseme angalau viongozi wetu hili lilitokea kwa bahati mbaya. Ndugu zangu jamani, mmewasikia kuna siku hata wakisikitika tu, badala yake waliwaita walioua wakawapongeza tena Ikulu. Hamkusikia jamani? Waliwaita wale ambao waliharibu, waliiba uchaguzi, Ikulu wakawapongeza. Na wengine wale walioharibu, waliosimamia uchaguzi wakaiba, wakapewa tena na vyeo, bakshishi zao. Sasa hawa wao, na leo tunavyozungumza hapa Pemba, wameleta watu wa kujiandaa kuja kufanya ufisadi, kufanya dhulma, kuja kufanya hujuma. Hivi tunavyozungumza tunao kwa majina. Itafika siku tutawataja. Tunachosema sasa hivi tunaukagua tu mshipa huu. Siku ya kuja kuupasua, mkae mbali, maana huu hauna maji, una damu fuiza. Kwa hiyo tunachosema ndugu zangu, hawa wameyafanya yote haya, tumekwenda tukawaambia nendeni. Baadhi ya viongozi wetu hapa wakaja siku moja, wakaja wakaonana nao,
wakasema kweli kweli, na wakaahidi kurekebisha yale ambayo yaliharibika. Badala ya kurekebisha, ndio walipokwenda wakajipanga kuja kufanya hujuma zaidi. Kwa hivyo tunachosema, ndugu zangu, nchi haiwezi kuendeshwa na watu madhalim namna hii. Nchi itadamirika, itazidi kudamirika. Kwa hivyo kuinusuru kwetu ni kuhakikisha madhalimu hawa tunawaondoa, na hili halina mbadala, halina mjadala. Hii ni wajibu wetu. Dhulma kuiondoa ni wajibu wetu, watu wa Micheweni, kuiondoa dhulma. Tunasubiri nani aje atuondolee? Tunasubiri nani aje atuondolee? Tunasubiri wafanye nini zaidi? Maana kama kuua tena huku Micheweni, ndio walikuanza kuua mwanzo tokea 92 Shumba mjini, na kila mwaka yakija mauaji Micheweni ndiyo inaongoza kufanyiwa dhulma. Kwa hivyo tunachosema sisi kuinusuru nchi hii ni kuhakikisha kwamba udhalimu huu, madhalimu hawa lazima tunawaondoa. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi niwaombe twende tukajipange. Twende tukajipange. Maana hawa hawaoni aibu, hawaoni haya. Mungu hakuwapa. Wewe umesikia lini kuna jimbo mwakilishi CCM, mbunge ACT? Kuna majimbo mengine wameiba wote wawili. Mkitaka kujua Mwenyezi Mungu anavyowafedhehesha watu hawa, kawafedhehesha Konde. Waliiba uwakilishi, walishataka kuiba na ubunge, lakini ukawaponyoka. Wakasubiri wakati wa uchaguzi mdogo, wakasema tunarudia ule kiporo chetu. Wakataka kwenda tena kuiba. Yani hata akili hawana, yani zile akili za wizi hamna. Tumeshaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa ili tujenge palipoharibika. Lakini tazameni, walirudi Konde kutaka kwenda kuiba ubunge ambao hawaongezei lolote. Msifikiri kwamba walikuwa ni kwa sababu ile ni laana ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu tu alitaka kuwafedhehesha. Na sisi tulilijua mapema, tukawaambia mapema. Binafsi yangu nilimfuata Rais Samia uso kamwacho, nikamwambia Konde kuna kwenda kuharibika. Akanambia hakuharibiki. Nikamwambia mheshimiwa, una macho mengi, una masikio mengi, nakwambia Konde kuna kwenda kuharibika, lakini kukiharibika patachimbika. Kutaharibika kweli kweli. Matokeo yake yale tuliowaambia. Huyu hapa kwetu nilimwandikia Konde kuna kwenda kuharibika, akanijibu kwa neno moja tu, nafuatilia. Sikujua akifuatilia maharibiko au matengenezo. Lakini matokeo yake watu wa Micheweni, watu wa Konde, mlisimama mkasema hii mtaitema. Sheha Mpemba akafanyaje? Sasa Sheha wa Pemba wote mara hii atakaye kuja kutangazwa ubunge kwa kura 20, kura 30. Jamani, tumesema kila tunapopita, tunasema leo Micheweni. Haya ndio maelekezo ya chama chenu, na mimi kama mwenyekiti na yaleta mbele yenu. Marai hakuna ubunge waeka wala uwakilishi waeka. Atakaye kuja akamtangaza mtu na kura zake 20 ubunge au uwakilishi, tunasema atahama yeye mtangazaji na aliyetangazwa.
Atahama nani? Mtangazaji na aliyetangazwa. Ujinga huu sasa, ujinga huu sasa. Watu wa Micheweni, tuko tayari kwa hilo? Tunakwenda kuinusuru Zanzibar, tuko tayari kwa hilo? Kama tuko tayari, hili ni deni, inshallah tutakuja kudaiana. Asanteni sana na washukuru sana.